Mheshimiwa mkuu wa shirika, kama ambavyo amesema mwanzoni, ni kweli ya kwamba tulikuwa tumetarajia leo kwamba mgeni rasmi angekuwa mkuu wetu wa wilaya ya Dodoma, Mheshimiwa Alhaji Jabir Sheikh Mweli, lakini kutokana na kupata changamoto ya kiafya imemuia vigumu kufika, inabidi aende akashughulikia changamoto hiyo ya kiafya, lakini akaona kwamba bado si vema akaacha hii shughuli iende vivi, lakini akanituma mimi nimwakilishe kwenye shughuli hii, akionyesha jinsi ambavyo alipania kuja, lakini anajali na kuthamini wito huu ambao mlikuwa mmemwalika. Kwa hiyo awali ya yote pia napenda nitoe salamu zake nyingi kutoka kwenu, lakini na pongezi kutokana na haya ambayo yanatendeka mahali hapa. Na nao ujumbe mchache kidogo kwa ajili ya jambo hili. Jambo la kwanza ni wapongeze wahitimu. Namshukuru Mungu mno kwa ajili yenu ya kwamba Mungu ameendelea kuwalinda na kuwatunza, na sasa mmefikia mwishoni kwa kuhitimu kwenye level hii. Ni hatua nzuri sana ambayo mmefikia. Lakini najua kwamba mmepita kwenye changamoto mbalimbali ambazo mlikuwa mnapitia, lakini na mambo mbalimbali toka mlipoanza mpaka hapa ambapo mmefikia. Mmesema katika risala yenu hapa, wakati mlianza mkiwa wanafunzi 109, lakini sasa hivi mnamaliza wanafunzi 107, zaidi ya 98%. Ni jambo la kumshukuru Mungu mno. Kukaa na watu miaka 4 na Mungu ameendelea kuwatunza ni jambo la heri. Kwa hiyo Mungu awabariki sana watoto, na Mungu ni mwema mno kwenu. Naamini ya kwamba vile ambavyo amewalinda na kuwafanikisha mpaka mmefikia hatua hii, atawasaidia pia mnapoenda kufanya mitihani yenu. Kwa hiyo hongereni sana. Mlifika hapa mkiwa wanafunzi wa kawaida, lakini sasa hivi mnaondoka mkiwa mna maarifa, mkiwa mna ujuzi, mkiwa mna elimu, lakini mna matumaini kwa ajili ya kesho yenu. Kwa hiyo ni watu ambao sasa mmebadilika, na niwapongeze pia walimu pamoja na wafanyakazi na watumishi wote wa Maria de Matias kwa kazi hii kubwa ambayo mmeifanya ya kuwasaidia watoto hawa, kuwasaidia kwa maana ya kuwapa elimu, lakini na kuwafundisha maadili mema ya Kitanzania na maadili mema ya Mwenyezi Mungu, kama ambavyo wao wamekiri na nyinyi wenyewe mmesema hapa katika risala yenu ya kwamba na nyinyi mmeona kwamba ni watoto wenye maadili mema, na mnawatarajia kwamba wakaendelee kuwa na maadili mema katika maisha yao huko mbele wanakoenenda. Na kwenu wanafunzi, hapa ambapo mmefikia ni hatua nzuri mno, lakini bado kuna vitu vingine mbele vinakuja. Biblia inasema mshike sana elimu, usimwache aende zake. Alafu anasema mkamate, maana yeye ndiye uzima wako. Kwa hiyo ng'ang'anieni kile ambacho mmejifunza, ili ya kwamba kiende kikawasaidie kule mbele. Elimu hii ambayo mmeipata mnatakiwa nyinyi muithamini, kwa sababu wazazi wenu wamejitoa kwa hali na mali ili nyinyi muipate hii elimu. Najua kwa wazazi siku ya leo ni siku ya furaha na siku ya shangwe. Tunapofikia kwenye siku kama hii, huwa tunasahau zile pilika za mwezi Januari. Tunasahau zile changamoto tunazokutana nazo mwezi wa Disemba. Mambo linapofikia hapa inakuwa ni siku ya shangwe, siku ya furaha, siku ya kufanyaje, ya kufurahi, kwa sababu sasa tumefika mahali ambapo ni pazuri, pana matumaini, na tumeshavuka kwenye mambo mengi. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwapongeza wazazi kwa mchango wenu kwa ajili ya vijana wetu hawa. Najua mmejibana, mmefanya juhudi nyingi, wakati mwingine mliacha kufanya mambo mengine ili watoto wapate elimu. Elimu hii itakayowasaidia kwa ajili ya maisha yao. Na ni jambo ambalo sisi wazazi, alisema hapa
mwakilishi wa mkuu wa shirika akanasema kwamba mgeni rasmi, wewe ni mwanafamilia, na kweli ni declare. Ndugu zangu, mimi pia mtoto wangu amesoma hapa, anaitwa Kesa, alimaliza form 4 mwaka 22. Sasa hivi nimemwacha nyumbani, anasubiri mwezi huu anaenda kuanza masomo ya chuo kikuu. Kwa hiyo najiona ni mwanafamilia kabisa, na watoto wangu mwingine pia walimaliza hapa mwaka uliofuata 23, Ode pamoja na Recho, na mwingine yuko hapa form 2. Kwa hiyo najiona kama niko nyumbani kabisa. Mungu awabariki sana walimu. Kwa hiyo walimu, mmefanya kazi kubwa ambayo inastahili pongezi, na wazazi, Mungu awabariki sana kwa vile ambavyo mmejifanya kujitoa kwa ajili ya watoto wetu. Napofikia level hii, wazazi, kwenye huu umri ambao Mungu ametujalia kuwa nao sasa hivi, hatujifikiriagi wenyewe. Kila tunachokifanya tunafikiria kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo watoto, mkiona mpaka wazazi wamejitoa kufikia hatua hii, mthaminishe kile ambacho wazazi wameonyesha juhudi kwa ajili yenu. Mtakithaminisha kwa kufanya juhudi katika masomo ili mpate kufaulu. Kadiri nilivyokuwa na watazama, mimi nina matumaini makubwa ya kwamba mtafanya vizuri. Kwa hiyo mnatakiwa kuwa na msimamo huo, msiwe na hofu wala woga. Sisi kama wazazi tuko pamoja na nyinyi, tunawatakia kila laheri na tutaendelea kuwaombea Mungu awafanikishe muweze kufanya vyema. Asante sana. Na mnapohitimu sasa, ni kweli mtapata vyeti, lakini msiondoke na vyeti tu. Ondokeni mkiwa na moyo wa utumishi, unyenyekevu na maadili mema haya ambayo mmeyapata yakapate kuwa msaada kwenu katika maisha yenu, lakini na kwa vizazi vingine, kwa sababu watu wengine watakapowaona wajifunze kutoka kwenu, na wajue kwamba hiki kitu kilifanyaje, kilitoka kwa fulani tuliyemwona akiishi vizuri na kufuata maadili mema, na watapata kwamba huyu mtu alisoma Maria Di Matias, na itakuwa pia msaada na njia nyingine ya kuwa barua kwa mataifa mengine na watu wengine, yamkini na wenyewe waje hapa wapate elimu bora iliyo njema ya kuwasaidia katika maisha yao. Kwa hiyo mkaondoke mkiwa na matumaini, lakini na hicho ambacho mmekipata kikapate kuwasaidia. Niwaase tu, msiogope kushindwa, bali muogope kuto kujaribu. Kila mnavyokwenda hatua baada ya hatua, msiogope kushindwa, bali muogope kuto kujaribu. Maana yake katika kila jambo utakalokutana nalo, jaribu kupambana nalo, jaribu kulifanyia kazi, ili katika zile jitihada utakazofanya na maombi unayoombewa na msaada utakaopata kwa watu wengine, bila shaka utaenda kufanikiwa. Sawa wanangu, Kwa hiyo Mungu atawasaidia, na kuna uwezekano mkubwa kabisa mtaenda kufanya vizuri na kufanikiwa. Mwisho ni waase wazazi pamoja na sisi wengine wote tulio hapa ambao tunasikiliza na tumekuja kusherehekea pamoja na watoto wetu. Jamani, kama nchi tunalo jambo kubwa na tukio la kitaifa ambalo tunaenda kulifanya mwezi huu wa 10 tarehe 29. Ni kufanya nini ndugu zangu? Uchaguzi. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tunao wajibu wa kuchagua viongozi watakaoongoza nchi yetu na kutupeleka mahali ambapo tunastahili, kwa maana ya kwamba kwenye maendeleo zaidi. Itakapofika tarehe, wale ambao tumejiandikisha, bila hofu twendeni tukafanyaje? Tukapige kura kuchagua viongozi kwa ajili ya taifa letu, na hii ni haki ya kikatiba na ni wajibu wetu kama wananchi wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, ninawatakia kila laheri wahitimu wetu. Mungu akawafanikishe, Mungu akawape kushinda na kufanya vyema katika mitihani yenu. Nilikuwa naambiwa hapa kwamba mwaka ule wa mwaka 22 mwanafunzi kutoka hapa alikuwa wa pili
kitaifa katika somo la biology. Na mwaka uliofuata 23 naambiwa tena mwanafunzi kutoka hapa katika somo la biology alikuwa wa pili kitaifa. Nyinyi msituvunjie hii rekodi. Ifanyaje? Ikiwezekana tuongeze wanafunzi katika orodha ya hao ambao wanafanya vizuri. Mungu awabariki kwa sababu tumekuwa tunapata maendeleo mazuri, wengi wanazidi kupata division 1, lakini sasa tupande viwango vya zaidi na inawezekana. Hebu kila mmoja hapo, nyinyi wahitimu, mwambie mwenzako na mimi mwaka huu nimo. Mgeukie na wa upande wa pili. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mkuu wa shirika, mwalimu mkuu, mwenyekiti wa bodi, nawashukuru sana kwa nafasi hii, na wanafunzi wote ninawatakia kila laheri. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.